unalolisikia ni shangwe la mabingwa wa Mabula Ramadhan Cup, mashindano ambayo yametamatika siku ya leo katika viwanja hivi vya Mirongo hapa jijini Mwanza, katika viwanja vya shule ya Nyakabungo, kwa mabingwa wa Umoja FC ambao ndio wametawazwa rasmi kwa mabingwa wa hatua hii ama raundi hii ya 12 katika viwanja hivi vya Mirongo. Mbunge na mwandaaji mkuu wa mashindano ya Mabula Ramadhan Cup wamezungumza na kusema kwamba huu ni mwendelezo wa kufanya hivi na ataendelea kufanya hivi kama akiendelea kupewa dhamana na wanajimbo la Nyamagana. Shukrani za kutosha nyuma ya kamera kwa Dice TZA. Mimi naitwa Kusaga Ungura. Kwanza niwashukuru sana nyinyi waandishi wa habari, niwashukuru kamati ya maandalizi ya Ramadhan Cup, na hii ni kwa miaka 12 mfululizo. Kama wanavyosema ni nini siri ya mafanikio ya mashindano haya kwenda mfululizo? Kwanza tunawashukuru sana Chama cha Mapinduzi ambao ndio walikuwa asisi wa jambo hili. Wakati huo unakumbuka marehemu Masha akiwa na Masha Academy katika viwanja hivi, na ndipo tulipopata wazo la kuviboresha na kuvijenga hivi vilivyo leo. Hii ni nguvu ambayo kutumia wadau wa michezo, wafadhili kutoka Ujerumani, na tukaanzisha ujenzi wa viwanja hivi ambavyo vinakuwa na facility zote hapa. Unaongelea mpira wa miguu, basket, volleyball, netball na kila kitu. Lakini huo umekuwa mkakati wetu. Tutajenga hivi viwanja Mungu akitupa uhai karibia kwenye kata zisizopungua 10. Na sasa tunazo kata 2, tumebakisha kata 8. Lakini malengo na mafanikio ya mashindano ya Ramadhan Cup, kama unavyofahamu, Mwanza imekuwa ni kitovu cha uzalishaji wa wachezaji wakubwa kwenye nchi hii. Ni miaka ya hivi karibuni tu tumeregarega, lakini bado tunao wachezaji hao wengi. Kwa hiyo imani yangu ni kwamba mwamko wa mashindano ya Ramadhan Cup imekuwa ni kichocheo, kwanza wachezaji wengi kujitokeza, lakini pia mashindano haya kuwa na mvuto. Unaweza kuona umati wa wananchi wanaopenda michezo kutoka jiji la Mwanza wanavyokusanyika kwa wingi mahali hapa kushuhudia mtanange huu wakati wote toka unapoanza mpaka mwisho. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba mashindano haya ni endelevu. Mimi niliyapokea kutoka kwenye chama na nimeendelea nayo toka nikiwa meya, na Mungu amenisaidia nimekuwa mbunge mara 2. Sina shaka nitakuwa mbunge tena mara ya 3 muda sio mrefu ujao. Mashindano haya yataendelea kuwepo na yatakuwa ya kudumu, kwa sababu hiyo ni imani ambayo tunayo, na lengo letu ni kuwaweka vijana pamoja ili waendelee kuhakikisha kwamba wanashiriki kujenga afya, kuweka mahusiano kwa pamoja, lakini kuhakikisha kwamba wale ambao wana vipaji basi vipaji vinapatikana kutokea hapa. Unadhamini mashindano aina 3. Ndio. Nguvu hiyo unaitoa? Nguvu ya kudhamini mashindano kwanza ni moyo. Lazima ufahamu kwamba sio wabunge wote wanaweza kufanya hivi, na sio kila mbunge aliyekuwepo Nyamagana amefanya hivi. Kwa hiyo kudhamini mashindano kwanza ni gharama. Unaweza kuona vifaa tunavyotoa, jezi nzuri. Jezi hii huwezi kuikuta Sengerema au Buchosa, utaikuta Nyamagana peke yake. Lakini hii ni matokeo kwamba tunaposema tunacheza Mabula League 4, ligi daraja la 4 wilaya Nyamagana, Ramadhan Cup, lakini Chuo Challenge Cup, angalia mashindano yote, zawadi tunazotoa, vifaa wachezaji wanavyovaa, ni moyo wa michezo. Na ile mimi hii kazi ninayofanya nimetumwa na hawa vijana na wananyamagana. Kwa hiyo ninachofanya narudisha kwao ili na wao waweze kushiriki kwenye furaha hii ambayo tunayo wote. Hongera kwa kuibuka na ushindi. Pekee nataka uzungumzie mchezo tangu kuingia. Approach yenu umefanya kazi kwa kiasi gani mwalimu? Bwana, mimi kwanza nishukuru sana Mwenyezi Mungu aliye juu, maana yake ndio mweza yote. Haya mashindano yalikuwa mashindano mazuri toka mwanzo tulipokuwa tumeanza. Sisi ndio timu ya kwanza, timu ya mwisho kuchukua fomu. Alafu ni timu ya kwanza kufuzu kwenda nusu finali. Ni timu ya kwanza kuchukua ubingwa. Ndio mara ya kwanza hii toka timu ianzishwe mwaka 2010. Ndio naipa taji la kwanza. Hawajawahi kupata point 3. Kila siku kuna wanashiriki. Lakini waliniona wakanichukua, wakaja wakaniomba, bwana njoo tufundishe. Kakubali kwamba niko tayari kufanya kazi na nyie, lakini masharti yangu ni 1 2 3. Naam. Mchezo siku ya leo ulikuwa na ugumu kiasi gani na umewezaje? Mchezo ulikuwa na ugumu. Kitu cha kwanza, wale vijana Mwanza mjini wengi ni vijana wangu. Wengine wapitia mkononi mwangu, kwa hiyo nawajua A to Z kwamba uzuri wao uko sehemu gani na wana madhaifu sehemu gani. Kwa hiyo nilifanyia kazi yao kutoka juzi mazoezini, nikasema kwamba inshallah Mungu akijalia nitapata ushindi. Na kwa hiyo nilipata ushindi. Niwaambia vijana wangu kwamba tukiingia kwenye set pieces tukipata tu hivi tukafunga goli la kwanza, na nikaje nikamwambia bwana nimejapita cheza kwa niko compact tunajima mashambulizi tukitikeza. Wafunga goli la 2 na goli la pili goli la yake.
basi ndio ikawa hivyo. Karibu muonekana bao la pili ambalo mmefunga liko na offside ndio ambalo limeleta utata. Wewe umeliona na unalizungumziaje? Nimeliona goli vizuri. Goli ni goli clear kwa sababu wakati second pass inapigwa fullback left fullback wa Mwanza Mjini alikuwa ameshika yuko kwenye zoni. Yuko pale kasimama, usiangalie kwamba yuko katikati, yani goli clear kabisa. Kosa ndio kwao. Tupatie mjumlisho wako wa mashindano haya ya Mabula Ramadhan Cup. Mimi rai yangu kwa mheshimiwa Silasuma Bura ni kwa kweli sina cha kumlipa, lakini atakuja kulipa na Mwenyezi Mungu. Anafanya kazi kubwa katika jiji la Mwanza na katika wilaya Nyamagana yote kwa ujumla. Ndio leo tunafurahi sana mno. Zawadi yenu umeiona? Zawadi ng'ombe mzuri. Ng'ombe mzuri. Mnaendelea kutunza. Ni kugawana beka. Ni kunyama tu. Ramadhan Cup. Ni nyama ni hapa. Bana, kinachofurahisha wengi ni kwamba kesho ni sikukuu ya Eid kwa Tanzania, lakini wao wanakuambia kesho ni nyama tu. Tusogee pia kwa baadhi ya mashabiki wengine ambao wako hapa na wameibuka na ushindi. Tusogee huku kwa baadhi ya mashabiki ambao wanapiga picha na kombe na wana furaha kubwa siku ya leo. Ngoja tusogee huku kwa mashabiki. Ebana njoo mara moja. Ebana, huyu amevaa medali ya timu, unaweza kaiona hapa, ya Ramadhan Cup ya Mabula. Ebana, hii medali ya wapi? Umechukua kwa mchezaji gani? Au wewe ni kiongozi? Mimi si kiongozi. Nimechukua kwa mchezaji. Unajisikia vipi baada ya timu yako kuibuka na ushindi? Najisikia vizuri sana. Kujisikia vizuri, kuna hamasa. Pengine mashindano haya yamekuhamasisha kiasi gani na baada ya kuwa mabingwa? Kiukweli tumefurahi sana. Tumefurahi sana kwa sababu tumepitia changamoto nyingi katika mchezo huu. Lakini kiukweli tumefurahi sana kama mashabiki. Na hii ni moja kuwakilisha soko kuu kwamba tunaweza na sisi. Bana, njoo mara moja. Na wewe unasema unapiga? Mmepiga watu. Wamesusa wale ndugu zenu. Wewe muambie wale watoto wa Mwanza Mjini jambo lolote. Wale ni makorofi wale. Sasa wanakimbia kutoka uwanjani. Hivyo kuna yule namba 10 mara kuja pana tutukana washabiki. Anaturushia mpira usoni. Kwa kweli ngwana. Bana, watoto wa sokoni. Ng'ombe yule mnakwenda kumchinja wapi? Sokoni hapo. Lini? Kesho. Wewe baba. Karibu. Waalike basi mashabiki. Bwana si karibuni. Sokoni mbugani. Bana, ng'ombe unaambiwa analiwa. Hakika mpaka watoto wamefurahi, watoto wadogo. Kila mmoja amefurahia hiki ambacho kutokea katika viwanja hivi vya shule ya msingi Nyakabungo Mirongo. Mimi ni Kusaga Ungura, shukrani za kutosha nyuma kamera kwa Dice TZD.